Habari mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na leo tupo katika mzunguko wa Ngara Talent Search ambapo ni tarehe 21 mwezi wa 6 2026, na hapa nipo na katibu wa wasanii wilaya ya Ngara ambapo tunaenda kuzungumzia mambo mbalimbali kuhusiana na kile kinachoendelea katika mzunguko wa pili wa Ngara Talent Search, ambapo anakuambia lengo kubwa ni kuibua vipaji vya vijana mbalimbali, lakini pia kauli yao anakuambia kwamba kipaji chako ajira yako. Mimi ni Ayubu Amos, lakini pia nyuma kamera utakuwa na Omi Mapicha. Karibu. Kwa majina naitwa nani na cheo chako ni kipi katika shughuli hii? Kwa majina naitwa Faraja Bagege, ni katibu wa shirikisho wasanii wilaya ya Ngara. Tupo hapa kuendelea katika mashindano ya pili ya Ngara Talent Search Season 2, ambapo kama ulivyotangulia kusema awali kwamba kipaji chako ni ajira yako. Mara kwanza tulianza tarehe 6 mwezi wa 6 katika viwanja vya Posta Zamana ukumbi wa Moreland Hotel, ambapo tulipata washiriki 75, ambapo kwa na matendo pia ya kiulume ya kuchangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya wenzetu. Leo tumekuja kwenye raundi ya pili katika ukumbi hapa The Minute Lounge, ambapo tulibaki na washiriki 25, ambapo leo mchujo utafanyika, ambapo utabaki washiriki 10 ambao tutaenda nao finali ya tarehe 28 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Lakini tumeona baadhi ya shughuli hii mmefanikiwa kwa kiasi. Siri ni ipi ambayo imesababisha hadi mfanikiwe katika shughuli hii ya Ngara Talent Search? Tunaona baadhi ya mikoa wanafanya kwa ukubwa zaidi, lakini pia kwa Ngara upande wa vipaji tulikuwa bado. Nini siri yenu katika hili? Kwanza wanasema moyo kuthubutu, umeelewa? Kama walivyosema sisi ni viongozi, MC Oswald ni makamu wa shirikisho la wasanii wilaya ya Ngara. Kwa hiyo tunaangalia ni sehemu gani tunatoka na sehemu gani tunaenda. Sisi hatuna fedha za kuteza kutusababisha tukafanya vitu vikubwa, japo tuna vitu vya kufanya ndani ya wilaya yetu, lakini hatuwezi ku break down kwa sababu kuna watu ambao wana support mambo kama haya. Kwa hiyo tunapokuwa tuna idea kwamba tunataka tuandae mashindano ya Ngara Talent Search yenye malengo ya kukuza vipaji vya wasanii wilaya ya Ngara au na malengo kadha wa kadha, lazima kuna kutafuta wadhamini. Sisi kama sisi hatuwezi, lakini tumepewa dhamana kama viongozi. Yani kuna muda lazima ujiulize, mimi nafasi yangu kama kiongozi nimefanya nini kuitumikia nafasi yangu. Umeelewa? Ndio kama hivyo nafika kwa wadhamini. Tunamshukuru sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ngara, Mheshimiwa Doto Jason Bahemu, kwa kuweza kusimamia na kuratibu swala zima la zawadi. Kwanza tulivyoona Mheshimiwa mbunge amesimamia upande wa zawadi, upande wa zawadi, tukasema tunaweza tukasubutu tukaanza. Umeelewa? Kwa hiyo tunashukuru hata kwa wadhamini wengine walijitokea, Ngara Huduma, NMB Bank, SRDB Bank, Ngara Liquid Soap, Mama Molini Stationery, tunashukuru sana, Radio Kwizera, waandishi wa habari. Kwa kweli Mungu akazidi kuwabariki, kwa sababu hamna kitu ambacho unaweza kutoa kwa sababu ya ile kazi, ila watu wanafanya kwa sababu ya moyo. Kwa hiyo tunashukuru, leo tupo raundi ya pili hapa. Nadhani leo tutabaki na washiriki 10 ambao tutakutana nao finali siku ya tarehe 28 ya mwezi wa 6. Lakini Bagege, wilaya ya Ngara ni miongoni mwa wilaya ambazo tunaweza tukasema zina watu majiant. Leo hii kuna wakazi wa Ngara wanakaa Marekani, wengine wapo Dar es Salaam, wapo katika nyanja tofauti tofauti. Ukizungumzia uwezo wa kifedha, wana uwezo mkubwa zaidi. Unazungumziaje watu kama wao katika kusapoti swala zima la wasanii na vijana wenye vipaji wilaya ya Ngara mkoani Kagera? Mimi naweza nikasema kwa general, kwa vyovyote vile ambavyo Mwenyezi Mungu amekujalia kipato, mambo ya kuendesha yanahitaji sana financial pesa. Kwa Mungu kama amekujalia kwa chochote kile ambacho unabarikiwa na moyo wako, kwa sababu huwezi kujua kile unachotoa kimeenda kuokoa maisha wangapi, na kesho yetu sisi hatuijui. Umeelewa? Kwa hiyo tusiwe wazito wa kutoa tulichonacho, tulichopata kutoka Mwenyezi Mungu. Haijalishi ulihangaika kiasi gani kupata, lakini kama umeshapata basi usitegemea na kitu moyoni. Toa ukisikia sio hata kama masuala ya kisanii, hata masuala ya kuchangia watoto yatima, kwenda kufanya matendo ya kihuruma, kuna vitu vingi vya kufanya, kununua gloves kwa ajili ya wamama wanaojifungua kule, kuna kujenga mashule. Sio kila kitu lazima kifanywe na serikali. Hata kama wewe mwenyewe unaona kabisa pale inahitajika kijengwe hata kidampo kwa ajili ya kuhifadhia uchafu, jenga. Sio lazima serikali ifanye, sababu ina vitu vingi.
Faraja, mimi napenda kushukuru zaidi. Tunaendelea kuzungumza, mtazamaji wa Dar es Salaam Tanzania TV, na hii ni Ngara Talent Search mzunguko wa pili, na hapa tuko na katibu wa wasanii wilaya ya Ngara mkoani Kagera. Faraja, nini wito wako kwa jamii katika swala zima la vipaji na maendeleo? Wasubutu kwanza, washiriki, wasupport. Kama wewe una kipaji basi msupport yule mwenye kipaji. Kwa sababu mwisho wa siku tunamchukua Diamond Platinum kama icon ya watu wengi. Alipotoka mamake alivyompambania, mamake angemkatia tamaa mamake, Diamond asingefika pale. Ukianza kufuatia picha za kitambo za Diamond, amevaa vizuri, amevaa tulaba tudali, mamake anamsupport kwenda. Wazazi wasiwazuie watoto wao, msupport mtu. Hata kama wewe una uwezo, unaona kuna mtu ana kipaji, unaweza ukamshika mkono kumtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mshike mkono huyo. Kesho na kesho kuta anakuja kuwa msaada kwa taifa kubwa. Leo Diamond ameajiri watu wangapi kwenye TV zake, radio zake, kwenye muziki wake? Wasanii wangapi? Kina Ali Kiba, umeelewa, kina Harmonize. Kwa hivi vitu ma DJ wakubwa, DJ Arabi pale, DJ Lamjos, jana tulikuwa tuna hapa The Minute. Alikuwa amekuja RJ DJ. Umeelewa? Unajua watu wangapi wamepata faida? Watu wangapi wamepata mpo? Tu support, kwa sababu mwisho wa siku maisha yanazunguka, ni kama recycle tu. Kwa usipende kukanacho mfukoni, wewe support. Mwisho wa siku yule atakuja kusaidia mtoto wako. Moja ya changamoto niliyoiona kwa wilaya yetu, collab baina ya wasanii na wasanii bado ni changamoto. Unakuta msanii wa Nyamiaga kukorabo na msanii wa Rulenge, kidogo kuna changamoto. Shida ni nini? Kwa sababu tunaona baadhi ya mikoa wasanii wanatengeneza collab, hata kama wakitoa wimbo unakuta kuna sauti za wasanii tofauti tofauti, jambo ambalo linaleta hamasa kwa vijana. Kwa Ngara changamoto ni nini? Kwa muda ambao nimehudumu katika ukatibu wa shirikisho, nadhani miaka 4 sasa hivi, kwa kweli changamoto ni kutokujiamini na kujikuta upo juu. Unajua maisha, maandiko matakatifu yanasema usijikweze, subiri watu wakukweze. Umeelewa vizuri? Yaani na watu wengine kuogopa. Yaani kuna vitu vingi sana. Kuna mtu mwingine kumogopa mtu kumfuata kumwambia bro, nataka tufanye kitu mimi na wewe. Umeelewa? Anza kujihofia labda nitafanyaje. Umeelewa vizuri? Sasa vitu kama hivi hapa vinatakiwa watu wasubutu. Kuna Koni producer Koni wa Kanazi alifanya saifa wasanii wote wa wilayani Ngara. Umeelewa? Na matukio ya Mwenge kipindi si tupo, tuliungana wasanii tukafanya shughuli, tukatengeneza nyimbo moja kuisifia wilaya na shughuli za Kimwenge. Ilikuwa na impact kubwa, nikaja nikagundua kwamba ni watu wanajiogopa wao wenyewe. Ni kuogopana tu kwamba nimfuate Jandu, nimfuate Denizo, nimfuate Foxboy, nimfuate nani, au nikimfuata Bagege nikamwambia hivi na hivi, anakuwa anajiogopa. Kumbe ni simple tu. Okay, asante. Mimi nipende kushukuru, najua mambo bado ni mengi. Mimi ni Ayubu Amos, lakini hapa nilikuwa na katibu wa wasanii wa Ngara mkoani Kagera, Faraja Bagege, kizazi cha Mungu, lakini nyuma ya picha ulikuwa na Omi Mapicha. Asante. Na hii ni Dar es Salaam Tanzania TV. Usisahau kusubscribe, comment na kushare kuhakikisha kuwa mambo yanaenda sawa. Nakwambia kwamba kiingilio ni bure. Wadhamini wamefanya vizuri. Asante.